Ajali hii ya saa 7 mchana ilihusisha matatu ya abiria 14 na lori karibu na eneo la Salga katika barabara kuu ya Eldoret kuelekea Nakuru ilisababisha vifo vya watu 4 huku 13 wakijeruhiwa vibaya. Inasemekana kuwa lori hili lilikata breki na kupoteza mwelekeo lilipokuwa likiepuka kugonga magari mengine kabla ya kugonga matatu iliyokuwa kando. Kati ya majeruhi ni wanaume 3 na wanawake 10. So hiyo trailer I think they kama lose control. Kakuja ikagonga hiyo matatu. Hiyo yote ikakuja ikatugonga sisi. Luckily hatukuwa tuna move, tulikuwa tumesimama kwa sababu ya jam. Katika ajali nyingine, waendeshaji wawili wa bodaboda walifariki kwenye ajali baada ya kugongwa na pikipiki nyingine huko Kiambu. Wakazi waliziba barabara wakilalamika kuwa waendeshaji baiskeli hawapewi heshima barabarani. Kwingineko, taarifa ya kugusa moyo kuhusu msichana mmoja mwenye umri wa miaka 6 aliyenajisiwa na babake wa kambo huko Wajir limewapa umaarufu mpiga picha wa runinga ya Citizen Rashid Ibrahim na mwanahabari Ann Mawathe ambao sasa ni miongoni mwa wanahabari 28 watakaowania tuzo la mwanahabari bora Afrika mwaka huu. Taarifa hiyo iliangazia jinsi wasichana wadogo wanavyonajisiwa katika jamii ya Wajir bila kutetewa na wazee, huku wazee wa jamii hiyo wakiangalia bila kufanya lolote. Sherehe hiyo itafanyika mwezi Oktoba mjini Dar es Salaam, Tanzania. Na mashindano ya Bi Mrembo wa utalii nchini mwaka huu imezinduliwa rasmi. Mashindano hayo yanayofadhiliwa na Royal Media Services yanalenga kuwapa zaidi ya wagombea 3,000 wa kike kati ya miaka 21 na miaka 28 fursa ya kujiunga na kampuni za humu nchini ili kupata mafunzo ya uongozi. Mashindano hayo pia yanalenga kukuza jina la mji wa Nairobi kama sehemu ya utalii. Hatimaye kampuni ya kusambaza nguvu za umeme nchini limeweka nyaya za kusambaza umeme katika barabara kuu ya makutano Mamwala kuelekea Kithiani katika kaunti ya Machakos ambazo zimegharimu takriban shilingi milioni 16. Nyaya hizo ni za urefu wa kilomita 33. Morgan Mweke, Citizen Nipashe.